Chadema CCM. Simeona. Naam, ni maandamano ya Sabasaba ambayo inaendelea kushika kasi. Kama unavyoona kwenye screen yako, posta mbalimbali ziliweza kusambazwa ya Sabasaba kuwa kutakuwa na maandamano makubwa siku ya Sabasaba na nchi yetu itaweza kubadilika. Na wito wa kushiriki ya Sabasaba ya tarehe 7 Julai umeendelea kusambaa kwa kasi kupitia mitandao ya kijamii na majukwaa mbalimbali, huku ukizua mjadala mpana kuhusu hali ya kisiasa na utawala nchini. Na waandaji na baadhi ya wanaharakati na watetezi wa haki za kibinadamu wameeleza kuwa maandamano hayo yalenga kuwasilisha malalamiko kuhusu masuala ya utawala, uwajibikaji, gharama ya maisha na madai ya ukiukwaji wa haki za raia, na kuwafungia viongozi wa upinzani kutoshiriki mikutano ya hadhara. Lakini endelea kutuandikia maoni yako kuhusiana na hili suala nzima maandamano la Sabasaba. Kumbuka serikali ya CCM ilikuwa imesema kuwa hakutakuwa na maandamano ambayo itaweza kufanyika hiyo siku ya tarehe 7 mwezi wa 7, na kuwa itakuwa ni siku ya kawaida ya tu kwenda kazini na kujishughulisha na shughuli zao za kujenga uchumi wa nchi. Na kwa upande mwingine, kwa kuwa serikali imekuwa ikisisitiza kuwa usalama wa wananchi na mali zao utalindwa, huku viongozi wakitoa wito kwa wananchi kufuata sheria na kudumisha amani. Mamlaka pia zimeonya dhidi ya vitendo vya vurugu au uharibifu wa mali wakati wa mikusanyiko ya umma. Kumbuka serikali ya CCM ilikuwa imepinga kuwa viongozi wa Chadema hawastahili ama hawaruhusiwi na mikutano ya kisiasa, na kuwa watashughulikiwa ama watachukuliwa hatua. Maoni yako ni yapi? Endelea kutuandikia maoni yako hapo chini. Hapo mwisho ama hapo baadaye tutaweza kuangalia, je, CCM wamepanga nini tarehe hiyo, tarehe 7 mwezi wa 7, na kuna fununu ambayo tumeweza kupata. Tutakuwa tunaangalia, je, CCM wameweza kupanga nini siku hiyo ya tarehe 7 mwezi wa 7. Kama unavyoona ni posta mbalimbali ambayo yamekuwa ikisambaa kwenye mitandao ya kijamii, video na pia picha za AI zikisambazwa kwenye mitandao ya kijamii kuwa itakuwa siku ya kuitikisa nchi, Sabasaba ya tikisa Samia. Na maandalizi ya maandamano hayo yameendelea kuvutia hisia kali kutoka kwa wananchi, huku wachambuzi wa masuala ya kisiasa wakieleza kuwa siku ya Julai tarehe 7 inayojulikana pia kama Sabasaba imekuwa na historia ya maandamano ya kudai mageuzi na uwajibikaji katika eneo la Afrika Mashariki. Na wakati huo huo, mjadala umeendelea kuhusu namna ya kushughulikia tofauti za kisiasa kwa njia za amani, heshimu haki za kikatiba, huku wadau mbalimbali wakitoa wito kwa pande zote kujiepusha na uchochezi na kuhakikisha usalama wa wananchi unatangulizwa. Je, unahisi kwamba siku hiyo itakuwa vipi? Unahisi kwamba serikali ya CCM itaweza kutumia nguvu, polisi wataweza kutumia nguvu, lakini wananchi wameweza kutamka na kusema kuwa hawatishwi na maneno ya CCM, hawatishwi na serikali, na kwa siku hiyo wataweza kujitokeza kwa wingi na kuenda kudai haki ya kumwachilia kiongozi wa upinzani Tundu Lissu ambaye amekuwa akishikwa kwa muda sasa. Na pia wamesema kuwa wanaenda kuhakikisha Humphrey Polepole ambaye alitekwa nyara na polisi ambao walikuwa wamevaa sare za kazi achiliwa haraka iwezekanavyo, na pia wengine ambao waliweza kutekwa nyara wiki hiyo ya uchaguzi mkuu na pia siku hiyo ya uchaguzi mkuu. Na wamesisitiza kwamba nia ni serikali ya CCM kubadilisha katiba ambayo itamruhusu viongozi wa upinzani wawe nafasi ya kujieleza kwa wananchi. Hebu tuangalie hii fununu ambayo tumeweza kupata kuwa njama ya CCM imepangia nini siku hiyo ya tarehe 7 mwezi wa 7.
Kuna mpango umepangwa na umekamilika. CCM na polisi wamepanga kuchukua vijana 20 kila mkoa na kuwabadilisha mkoa kwa mkoa, na watawapa bunduki ili kuaminisha Watanzania na mataifa kubwa waliandaliwa na viongozi wa Chadema kufanya uharibifu. Vijana wa Dar watapelekwa Kwanza, wa Mwanza watapelekwa Mbeya, wa Mbeya watapelekwa Arusha, wa Arusha watapelekwa Dodoma, na polisi wanajifanya wamewakamata na silaha ni vijana wa Chadema wameagizwa na viongozi wa Chadema. Ni kabla ya tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2026 viongozi wa Chadema mikoa yote inatakiwa wawe wameshakamata na wamepanga kuwapa kesi ya uhaini. Na ni fununu ambazo tumeweza kupata kuwa serikali ya CCM imewapangia viongozi wa Chadema kuwa wataweza kubandikiwa kesi ya uhaini siku hiyo ya tarehe 7 mwezi wa 7, na itakuwa tu ni shughuli ya CCM, viongozi wa CCM ambao watakuwa wamepanga shughuli zote za vijana kuharibu mali ya umma. Maoni yako ni yapi? Tuandikie maoni yako kuhusiana na maandamano ya 7/7 ambayo inaendelea kushika kasi, inaendelea kutikisa nchi, inaendelea kutikisa Ikulu, inaendelea kutikisa Rais Mama Daktari Samia Suluhu ambaye kwa sasa tumbo joto. Maoni yako ni yapi? Tuandikie hapo chini, na pia usisahau kubonyeza alama ya like na subscribe hapa chini. Asante kwa kufanya hivyo.